Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi ya tarehe 1 mwezi wa 11 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Jambo ambalo unaona wengine hawalitambui ni kwamba wewe binafsi unajikubali moja kwa moja. Ni kuwa unaweza kuwashughulikia wengine ikiwa na maana kuwasimamia. Habari njema ni kuwa utahudhuria hafla ya mtoto katika mazazi yake na utaonesha dhahiri kuwa na wewe una kipenzi chako, mtoto ambaye unampenda zaidi. Tunatarajia leo utajitahidi kutoa ya moyoni hasa kwa familia yako na haitakuwa mwisho. Ni sawa moto ndo kwanza umewaka. Kuhusu mapenzi ni wastani kiasi leo japo unapuuzia zaidi. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni ruby au garnet. Tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Siku ya leo utapanga mipangilio mizuri. Ikiwa wewe kama mwalimu utafikiria zaidi wanafunzi na kuona namna gani unawasaidia ili waweze faulu mitihani yao. Tunatarajia leo utakuwa muwazi kwa mwenza wako na hata kuonesha upendo usiokuwa na kificho. Utaweza leo kusuluhisha kikundi fulani na matarajio yako nikiona unasaidia jamii bila malipo ya moja kwa moja. Ni moyo wa dhahabu ikiwa na maana ni fahari rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni udongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green. Namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini mapacha, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Huenda leo kakaa mkao wa kula ikiwa na maana unasubiria jambo ambalo unashaka nalo. Siku ya leo utaona hali ya mwili wako ikibadilika taratibu mithili ya ufinyanzi unapopata manyunyu ya mvua. Hivyo basi, ikidhihiri hali hii ni wazi kabisa, tafuta mtaalamu aliye karibu nawe kwa ushauri na kadhalika. Swala la fedha ni wastani, utaongea ndani kwa ndani leo ikiwa na maana maneno machache yatakuwa nje leo. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow and grey na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Ushawishi mkubwa utakuwa nao hasa katika swala zima la kuhamasisha amani na maendeleo ya jamii. Siku ya leo hautalitilia maanani jambo ambalo ulishauriwa, walakini nguvu yako ya ndani itaona majambo mengi ya mbele ambayo utahisi na nafsi yako itaongea nawe moja kwa moja leo. Masuala ya fedha ni wastani licha ya ugumu katika kutoa fedha hizo. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Majibu utoyapata leo huenda yasikuridhishe moja kwa moja na huenda ukadadi silo. Utapunguza uwezekano wa kupata kitu kutegemea kutoka kwa mtu ambaye anapindisha kila leo. Masuala ya fedha ni wastani, japo upande wa amani upo chini ikiwa na maana hofu ipo kiasi.
Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 23. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Shauku kubwa leo na kupata habari zaidi katika maeneo tofauti. Tunatarajia leo hautatoa majibu ya moja kwa moja katika suala linalohusu makubaliano. Hofu inaweza kuwa juu na mwisho ni mzuri wenye matumaini rafiki. Haja yako ni kuona mafanikio ya watu walio chini yako katika familia na huenda ukapigania hadi mwisho rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Unaweza yavaa matatizo ya watu wengine ikiwa na maana unajiamini leo kwa asilimia nyingi. Milango ya neema inafunguka hivi karibuni kutokana na mipango madhubuti ya kiuchumi. Utasaidia pale panapostahiki leo, licha maneno madogo madogo kuhusu wewe potezea. Masuala ya fedha ni wastani na pia utatembelea akaunti zako za benki na hata mitandao ya kijamii, pia kuona taarifa mbalimbali zinazokuhusu. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na kama kawaida tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, ikiwa na maana nyota ya nge. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Ghasia na hata fujo zitakuwa mbali nawe. Amani yako ya moyo ni bora leo na utaithamini na hata kukumbuka aliyopita nyuma. Rafiki, linapokuja swala la pamoja, siku ya leo utarudi nyuma. Dhamira yako juu ya uhalisia wako katika kufaulu unakaribia kufanikiwa. Upande wa mapenzi utakuwa juu, ikiwa na maana utakuwa na hofu juu ya mke au mpenzi wako na hata kumshauri yaliyo positive leo. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Unaweza usielewe moja kwa moja na hata kutokubaliana katika kipengele fulani, aidha kazini au na mafundi. Leo hautajutia maamuzi yako, walakini utathamini muda wako na kuona thamani ya jumla, hasa katika mawasiliano na wengine. Majaribio ya aina yote leo ambayo ni negative yatakuwa chini, ikiwa na maana hayatofanikiwa leo. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni purple na blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari.
Siku ya leo utajikuta ukishirikiana moja kwa moja na ndugu na marafiki katika jambo fulani. Tunatarajia leo hautavuka mipaka kwa wengine na kushuhudia baadhi ya umma katika jambo la kushangaza. Upande wa fedha upo chini na hakikisha nunua vitu vya muhimu tu wiki ndani. Usitumie katika jambo lisilo la lazima, utaongeza urafiki na mtu mwingine ambaye utamkubali kiurahisi tu. Kuhusu jambo linalokutatiza, taka ushauri wa moja kwa moja kwa mtu mjuzi. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Nafsi yako itaingia na furaha hasa baada ya kuona baadhi ya majaribio yanaenda vile unataka. Hamasa itakuwa juu leo kuhusu jambo la pamoja na utachangia kiasi fulani cha fedha kwa jamii. Leo utachunguza na kubaini baadhi ya makosa ya mtoto wako au hata mtu wako wa karibu. Ni ajabu. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na Q. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Utashinda majaribio mengi leo bila kutarajia. Hakika una nguvu ya ndani ambayo inakulinda, na hiyo ni kutokana na moyo wako jinsi ulivyo. Leo utaangalia mara mbili kila kitu kabla ya kutimiza au kutenda. Rafiki, jambo ambalo linakuletea stress na hasa ikiwa si lako, basi tafuta alternative nyingine ili tu uendelee na mengine. Tunatarajia hautaona kitu kibaya chochote kile zaidi ya kudeal na nafsi yako tu. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni judge au aquamarine. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu la bahati kwa kuangalia muda wako mzuri wa bahati siku ya leo. Tunaanza na upande wa nyota ya ndoo. Muda wako mzuri leo ni saa 10 mpaka saa 4 usiku. Na kama kawaida tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 8. Kwa hiyo ni muda mfupi tu kwako leo. Na tukiendelea na upande wa nyota Gemini, muda wako mzuri leo ni pale ambapo utahisi umefanikiwa kufanya jambo fulani ambalo la muhimu linalohusiana na familia yako. Kwa hiyo itakapodhihiri muda huo, jua kabisa muda huo ndio muda mzuri kwako siku ya leo. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer, na hii muda wako mzuri siku ya leo ni pale ambapo jua litakuwa katikati na kuanzia saa 6 hadi saa 7:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wako mzuri leo ni pale ambapo utamsaidia mtu na kuona kuwa hapa ametokana na jambo fulani au janga fulani na nafsi yako itaridhika, na hii itadhihiri pale mapema kabisa leo siku asubuhi mapema, mwisho saa 3 asubuhi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 mpaka saa 11. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7:30 hadi saa 8:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako
mzuri leo ni kuanzia saa 4:30 hadi saa 5:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 hadi saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 4 hadi saa 5:30. Na tukimalizia na nyota ya samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.